Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo tena ni furaha kuzidi kuwa nawe mpenzi mtazamaji ambaye unatutazamia popote ulipo. Natumai hauna neno na Allah anazidi kukupa afya ili uweze kujumuika nasi kusikiza mawaidha mawili matatu kuhusiana na kipindi hiki. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tutataka kuangalia kusimamia ulimi, kuepuka kusengenya na fitna, kwa sababu hili ni jambo ambalo wanawake tuko nalo. Jambo la kukaa vikao na kusengenya fulani na fulani ni kitu ambacho sisi tuko nacho. Ni jinsi gani tutaepukana na haya mambo? Insha Allah leo katika studio zetu si mwingine bali ni Ustadha Sofia atakaye kuwasilishia mada hiyo ili upate ufahamu zaidi, na tukielekea kwake tutafahamu mengi au yepi ambayo ametuandalia siku ya leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu Ustadha. Asante sana, furaha tena kukuona na wewe. Alhamdulillah. Nikumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Alhamdulillah. Tunapokutana hivi midamu tu wazima, hakuna kikubwa tunachotakiwa kukifanya kwa Mwenyezi Mungu ila ni kumrudishia shukrani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na bila kupoteza muda, moja kwa moja tuingie katika mada yetu kama tulivyoambiwa hapo, kusimamia ulimi, kuepuka kusengenya na fitna. Subhanallah. Naam. Hapa tuko na kazi Haifa kubwa sana. Tukiangalia kwanza katika mada hii, tukiangalia katika utangulizi wake tunaambiwa kwamba ni miongoni mwa viungo, yani ulimi ni miongoni mwa viungo vinavyoweza kumpeleka mtu peponi ama motoni. Ndio. Ni ulimi. Ndio. Ulimi huu. Naam. Tunasema kwamba macho hayana pazia, na kisha tunasema kwamba ulimi hauna mfupa. Tuangalie hiki kiungo ambacho ni kidogo, tunachosema kwamba hakina mfupa, mtu anaweza akateleza. Kwa sawa, sisi kama wanadamu kuteleza kupo, lakini tuangalie tunateleza kwa lipi. Tuchunge sana ndimi zetu, kwa sababu huu ulimi huu ni kiungo kidogo, lakini kina madhara makubwa sana. Ndio. Ambao katika madhara huenda kikakuingiza peponi ama motoni. Tuchunge sana ulimi. Tunaambiwa katika Qur'an tukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hujurat aya ya sura ya 49 aya ya 12, Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura hii ama katika aya hii, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, na wala baadhi yenu wasisengenye baadhi nyingine. Mwenyezi Mungu akasema, akaendelea kusema, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Mwenyezi Mungu akatuambia, je, anapenda mmoja wenu kula nyama ya nduguye tena aliyekufa? Mwisho Mwenyezi Mungu akasemaje? Fakarihtumuhu, basi lichukieni hilo. Ikimaanisha kwamba aya hii inaonyesha ubaya mkubwa wa kusengenya, ambayo katika kusengenya, utakapomsengenya mwenzako ni sawasawa na umekula nyama ya nduguyo mwenyewe. Ndio. Tena aliyekufa. Naam. Je, anapenda mtu mmoja wenu afanye akule hiyo nyama ya ndugu yake tena aliyekufa? Hakuna. Jamani, tuachini jambo hilo wachawi, kwa sababu tunaambia wachawi wanakula mpaka watoto wao. Tunaambia kwamba wachawi wanakula mpaka watoto wao. Ndio. Tuachie wachawi ambao tayari wameamua kupotoka na shetani amewaingia na akawaingiza katika njia yake. Naam. Tujitoe huko. Tusile nyama za ndugu zetu waliokufa kwa kupitia ulimi. Kweli. Ukakaa ukamsengenya mwenzako, una habari gani? Yani kuna mtu ambaye katika kila siku, yani siku yake haipiti kama hajaleta habari za mtu mwingine. Mpaka mtu akimwona, mama habari huyo, kisha kuja tayari. Hebu tuambie leo kuna hebu tuambie leo kuna habari gani umetuletea? We, na habari nzito leo. Yani kila siku akija na habari nzito ambazo mzima.
Mpaka mwingine utakuta anakwambia ukitaka kufahamu habari fulani nenda kwa fulani. Utazipata full detail kabisa. Na unakuta mtu ene amejiwekea hiyo tabia kwamba ni tabia yake, hiyo siku haijaisha kama hajasengenya. Ndio. Lazima asengenye na anakuwa anapata habari kadha wa kadha. Yeye unajua mtu mwenye tabia hiyo anataka kusikiliza kila kinachojiri kwa mtu. Alafu aanze kukaa sasa baadaye aanze kuambia tu una habari. Fulani yuko hivi na hivi na hivi. Una habari? Fulani yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Jamani, tuwashe habari hizi. Kwa sababu gani? Unaambiwa kwamba kama hupendi, yani ikiwa hupendi kusemwa ya kwako, basi na pia usimseme mwenzio. Jua kwamba utakapomsema mwenzio hata na pia utakuja kusemwa vile vile. Usilopenda kufanyiwa usimfanyie mwenzio. Lakini sasa unakuta yani mtu hawezi kula akashiba wala akamaliza hiyo siku mpaka hakikishe ameweka baraza la kusema watu. Na hiyo ni tabia ambayo watu unakuta wamejiweka kweli kweli. Ikifika time fulani basi baraza ianze. Mtu kama huyo naye ataka kuwa rafiki na wewe. Hakuna atakayetaka kuwa rafiki naye, lakini kuna watu ambao wanapenda haifa. Kuna mtu anapenda kabisa ile kupewa umbea. Afiki apewe umbea, kumekuaje? Lakini sasa utakuta yeye anakuwa very careful, hawezi kumwambia kitu maana anajua hili lakini kesho litafika kwa mwingine. Lakini pia tujue kwamba hujalitendea haki sikio lako. Kweli. Unapenda kusikiliza lakini ujue kwamba hujalitendea haki sikio lako. Hilo sikio litakuja kuulizwa pia. Likasikiliza mambo ya watu ambayo hayakutakiwa yasikilize. Sasa kama unajua kwamba hayakuhusu na uwezi kuongea la kwako, basi mbona unasikiliza ya mwenzako? Kweli. Kama utaki ya kwako yasikizwe na watu, hata pia wewe usisikize ya mwenzako. Kwa sababu ina maana kwamba kule kusikiliza tayari umeshampatia nafasi yule msengenyaji. Kwa sababu mwenye kusengenya hata sengenya peke yake. Kweli. Tafuta wenzake ambao watakayekaa na kumpatia masikio na kumsikiliza. Lakini hebu tumuondoshe hayo masikio. Tusimpatie kama atakuja nayo hiyo habari. Akija amekuja, baby wewe tulia huko. Mimi sitaki hizo habari saa hizi hapa kwangu. Wewe niambie kila siku akija hivyo nafanya hivyo hatoacha. Lakini kumpatia nafasi ni kumtengenezea. Ndio kumwambia bwana njoo kabisa karibu sana wewe nataka uombea nijue umji uendelea nini. Hivyo. Kwa hiyo tuiache tabia hii. Ikiwa unajua kwamba utampatia maneno kwa sababu hutaki kusengenywa, basi usimpatie pia sikio la kusikiliza maneno mengine ambayo hayakuhusu. Ndio. Kwa hiyo tusisengenye jamani. Mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuuliza ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Kisha Mwenyezi Mungu kusema fakarihtumuhu. Basi lichukieni hilo. Tulichukie jamani swala la kusengenya. Kama vile Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyotuambia. Na pia vile vile tukiangalia katika suratul Qaf ambayo ni sura ya 50 aya ya 18 tunaambiwa kwamba hakuna neno analolitamka ila karibu yake yupo mwangalizi anayeliandika. Yani jambo lolote lile utakalokuwa unalitamka ujue kwamba kuna anayeandika. Tuko na malaika wawili. Upande wa kulia na upande wa kushoto. Upande wa kulia yule anayeandika amaliyati nzuri. Upande wa kushoto yule ambaye anaandika amaliyati anangoja tu. Na tunaambia kwanza huyo upande wa kushoto wa amaliyati mbaya yuko rahisi very sharp kwa kuandika nini? Hizo hayo maneno tu mabaya, kitendo kibaya, tabia mbaya, mambo mabaya ambayo mtu yafanya ili asije akasahau, na kwamba ili nisije nikasahau. Tukumbuke kwamba malaika yafaluna ma yu'marun. Wanafanya ile mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanyaje? Anawaamrisha. Tofauti na sisi hapa, tunaambia usinywe pombe, tunakunywa. Usiseme uongo, unasema. Usisengenye, unasengenya. Usimpatie mtu sikio lako ni kila kitu. Macho ataenda kuulizwa ile kitu chenye ulikuwa kiangalia. Mdomo ataenda kuulizwa kuhusiana kitu ulikuwa kiongea. Masikio ataenda kuulizwa pia kuhusiana ulichokuwa na kisikiliza. Kwa hiyo ukijua kwamba hiki ni haramu na Mwenyezi Mungu amekataza, jamani tuache kufanya, kwa sababu baadaye atakaye kuja kupata madhara ni wewe mwenyewe ama ni sisi wenyewe. So usije ukasema mimi sisengenyi, mimi namsikiliza tu. Unasikilizaje basi? Si unampatia nafasi na nguvu ya kuweza kuendelea kufanya hiyo shughuli ya kusengenya? Mkataze, kwa sababu atakuja kama ni dhambi mtakuwa wote unawashiriki. Msikilizaji na muongeaji. Kwa hiyo usimpatie nafasi, kwa sababu ujue kwamba nafasi ile unampatia ujue kwamba kuna malaika ambaye atakuwa kwenye
kuandika. Atakuandika tu. Atakuandika. Kwa hiyo tuwapatie nafasi malaika wa kuandika mema zaidi kulikoni wa kuandika maovu. Tujue kwamba wako malaika na kila unachojirisha katika hiyo siku ujue kwamba kinaandikwa. Na ukiangalia pia ustadha, upande wa Ramadhan ni kitu ambacho ni kizuri sana. Ni mwezi mzuri sana. Mashallah, alhamdulillah. Hapo unapigana na nafsi yako. Yani unaona jinsi mtu Ramadhan anavyojitahidi kutoingia katika maasi. Sana. Kwa sababu anajua mimi nimefunga, huu ni mwezi ambao unafaa kuheshimu. Hiyo mwezi, jinsi ulivyoheshimu mwezi wa Ramadhan ndio jinsi unapaswa kuheshimu hii miezi mingine. Kwa sababu mwisho wa siku ndio yani mwezi mzima umeweza kukaa bila kusengenya mtu. Umeweza kukaa bila kusema mtu. Hii miezi mingine mbona kushinda? Yani hapo tayari umeshajipatia zoezi mwanangu. Zoezi hata mlevi. Mimi nashangaa ukae siku 30 bila kunywa pombe. Si ushukuru Mungu alhamdulillah. Kwamba kumbe naweza kufanya hivi. Basi endelea kufanya. Ndio mwanzo wa mabadiliko yako. Ndio mwanzo wa mabadiliko yako. Sasa unakuta mtu anajinyima kila kitu. Ikishafika siku ile ya Eid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mwezi muonekana, we ndio inaenda kufungulia. Tena mtihani ndio inakuaga hapo, hasa upande wa Eid. Hapo huwa kuna mtihani mkubwa sana. Watu ile amali zote walizofanya mwezi wa Ramadhani zinakuharibiwa na siku moja. Na siku moja. Siku moja tu. Kwa hiyo tuache sana hii habari ya kusengenya. Mtu amekuja na habari yake, mwambie huko. Sitaki kuenda kuwa pamoja na wewe. Kwa sababu mwisho wa siku ndio ile mtu utakapokuja kufa, utakapopewa kitabu chako kwa mkono kushoto ama nyuma ya mgongo, ndio pale kuja kujuta kwamba ya laitani. Laiti kama ningelijua nisingemfanya fulani kukuwa rafiki yangu. Kwa hiyo ukijua kwamba huyu mtu ananiletea habari ambazo zitanifanya mimi niende nikajilaumu kesho, epukana na yeye. Habari zake za usengenyaji wake uko usizikubali na ukampatia nafasi ya kusikiliza. Mkataze hilo. Na tukiangalia katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatuambia anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho ambayo ni siku ya Kiyama aseme mema au anyamaze. Na pia kuna hadithi nyingine anasema kwamba rahimallahu mraa qala khairan faghanima au sakata an su'in fasalima. Mwenyezi Mungu amemrehemu mja yule ambaye anayesema khairi kisha akatosheka. Umeongea maneno yako ya khairi, tosheka na unyamaza na ushukuru alhamdulillah. Au sakata an su'in fasalima, ama akanyamaza kuepukana na uovu na kisha akasalimika. Unaona, ongea mema. Ukiona hapa nitakapoendelea kuongea kuna uovu utakuja hapa, kuna usengenyaji nitauweka hapa mpaka nitakuja kuharibu yale mema niliyoanza kuyaongea, basi nyamaza. Kweli. Usiendelee, nyamaza ndio usije karibu ile jema lako uliyoanza kulifanya. Na ukiona pia katika kuongea kwako kutaleta chukizo, kutaleta uharibifu, itakuwa kuna fitna pale, itakuwa ni moja miongoni mwa vitu vya kusengenya, basi nyamaza. Nyamaza na usalimike. Lakini usiongee mpaka ukajikuta umepituka mipaka. Ndio pale utakuta sasa usengenyaji unaanza pale. Mmesikia kuna habari na unaanza zinaanza hapo taratibu. Mwingine akiweka story imekuwa kubwa. Watu wataondoka pale na vicheko, lakini kumbe maskini tayari vitabu vya madhambi vimeshafanyaje? Vimeandikwa. Kwa hiyo tuchunge sana. Tukiangalia katika Ahlul Baiti alayhimus salam, Imam Ali alayhi salam naye ametuambiaje? Ulimi ni mnyama. Ukiacha bila kuudhibiti, utakudhuru. Pakubwa sana. Huu ulimi ni mnyama. Ukiuacha tu hivyo bila kuudhibiti, basi utakufanyeje? Utakudhuru. Kwa hiyo tuchunge sana maneno yetu tunaongea. Sengenya hii kufitinisha watu. Ukiamka wewe unaanza tu kufitinisha mtu. Ukiona leo mtu atakuwa ameamka na furaha, unaangalia ni kitu gani cha kumziba ile furaha yake. Jamani, Mwenyezi Mungu pia alisema kwamba alfitna ashaddu min alqatl. Fitna ni mbaya zaidi kuliko natakuwa. Unajua kuoa unaweza kumuua mtu mmoja, lakini kufitini utafitini watu wengi. Na katika ile fitna pia uwaji utakuja kuingia ndani yake. Kwa hiyo tuchunge sana kufitini, kusengenya kwa sababu huo usengenyaji wenyewe ndio unazaa fitna. Leo umemsengenya huyu, mwingine akampelekea habari, una habari fulani kakwambia hivi na hivi na hivi na hivi. Je, fitna hiyo? Si ndio fitna inaanza hapo? Na uchuki inaanza hapo. Kila kitu kitakuja kuanza hapo na itakuja kuwa ni mvurugano kabisa. Kwa sababu gani? Ya kusengenya na kuleta fitna katika jamii.
hiki ni kitu kibaya sana. Naam. Alfitna ashaddu min alqatl. Tuache kufitiniana na kusengenya. Huko tunatakiwa ni vitu ambavyo tunatakiwa tujiepushe sana. Na hivi vitu vyote hivi vinasababishwa na ulimi. Kwa tuchunge sana. Kiungo kidogo sana. Kidogo sana. Sana. Ni kidogo kiungo. Mwenyezi Mungu. Hiki ni kiungo kidogo ambacho pia kikiwa na shida tu kidogo, mtu hata hiyo kuongea tena utashindwa. Utakula utaona tabu. Utaona tabu, utakula vizuri, utaona tabu, unaona kiungo kidogo tu. Lakini hiki kiungo kidogo ndio kinakupatia wewe kibri cha kufanya kitu, cha kuongea kitu, yani hivyo. Kila kitu unajua uko na haki, mimi niko na haki, na ni kaulimi tu haka kanako kusumbua wewe. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu inshallah, huu ambaye ni mnyama mdogo tuwe na makini nao sana. Na tuwe ni wenye kuangalia sana. Kwa sababu tukiangalia katika hii hadithi yetu ya Imam Jafar Sadiq alayhi salam, naye anatuambia msengenyaji hafai kuaminiwa. Unaona, utajiachisha kupata ule uaminifu kwa ajili ya kusengenya kwako. Basi tujenge uaminifu wetu jamani, kwa ajili ya kuacha kusengenya. Basi tuzijenge familia zetu kwa ajili ya kuacha kufitinisha. Kwa sababu wewe utakapofitinisha familia na familia nyingine, familia itakuwa imechukiana na imejenga chuki. Mpaka yani ndugu hawezi kukaa na ndugu yake, akikutana naye saidi hii anapita saidi hii, yani kila mtu amemchukia mwenzake. Kwa sababu gani? Ya kuletewa fitna. Na kiungo kilicholeta ni ulimi. Kwa tuache jamani, tusile nyama za ndugu zetu waliokuwa wamekufa, na pia vile vile tusifitinishe watu vile vile. Kwa sababu gani? Ya kusengenya na kuleta fitna. Kwa sababu hautakuja kuaminiwa utakachokiongea, mpaka watu wanakuambia je, fulani akija hapa kukueleza maneno 10, shika hilo 9 yote mwachie mwenyewe. Tusijitengeneze kuwa na tabia kama hizi. Tuyaache kabisa, na tusiyafanye kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana huku mna sheria za dini Mwenyezi Mungu ametukataza. Naam, shukrani sana Ustadha. Acha chukua mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Ustadha Sofia, naamini unazidi kufahamu mengi kuhusiana na vitu ambavyo tunazidi kuyaangazia, hasa kuhusiana na kusimamia ulimi, kuepuka kusengenya na fitna, kwa sababu ni vitu ambavyo sisi wanawake tuko wengi katika kuvifanya. Japo siku hizi wanasema kwamba wanaume wengi ndio wamekuwa wambea kushinda wanawake. Sasa insha Allah, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi, ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Tunazidi kuwa naye ustadha wetu, kipenzi chetu, mwalimu wetu anayekujuza mengi kuhusiana na masuala ya wanawake, hasa katika mada yetu pendwa ya kusimamia ulimi, kuepuka kusengenya na fitna. Ni vitu ambavyo sisi wanawake tunavifanya sana, na ni muhimu sana kupata wasia ama mawaidha kadhaa kuhusiana na masuala haya, uende akamsaidia mwanamke ama mama aliona wanawake nyumbani, watoto wa kike nyumbani, maana kesho yake haujui kesho yako itakuwa vipi. Na inshallah tukirudi kwake ustadha tutafahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena ustadha. Naam, shukran. Naam. Bila kupoteza muda, inshallah tunaendelea kuendeleza mada yetu ya kusimamia ulimi na fitna. Tukiangalia, tutakuja kuangalia kuhusiana na athari za kusengenya, na pia vile tutakuja kuangalia namna ya kudhibiti ulimi. Tufanyeje ili tuweze kudhibiti ulimi wetu inshallah. Kabla ya hapo tumalizie hadithi yetu kutoka kwa imamu wetu Zainul Abidin. Naam. Alayhi salam, katika Risalatul Huquq, maneno aliyosema Imamu Zainul Abidin alayhi salam anatuambia katika Risalatul Huquq kwamba haki ya ulimi wako ni kuuhifadhi. Naam. Haki ya ulimi wako ni kufanyeje? Ni kuhifadhi, maana utakapohifadhi umeutendea haki. Kama tunaambia kwamba haki ya macho yako ni kuangalia kitu kilichokuwa ni cha haramu, ni kutokuangalia kitu kilichokuwa ni cha haramu. Haki ya masikio yako ni kutokusikiliza maneno ambayo hayakuhusu. Haki ya ulimi ni kuuhifadhi nao, kuhifadhi dhidi ya mambo yasiyofaa. Ukijua kwamba hili litaleta fitna hapa, litaleta habari mbaya hapa, basi fanya nini wewe? Uzoeshe ulimi wako kusema yaliyo mema. Zoesha. Na hiyo ni katika moja miongoni mwa kujirekebisha kutokana na kile ambacho ulichokuwa ukifanya kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo uzoeshe ulimi wako katika kusema mambo yalikuwa ni ya mema.
ni mema. Kama ukiamka kila siku asubuhi, kazi yako ilikuwa ni kukaa na kuangalia mambo ya watu na kusikiliza mambo ya watu na kutaka kuyaongelea mambo ya watu, jipatie mazoezi ya kufanya hivyo. Wewe ukiamka asubuhi, jipatie shughuli zingine. Ndio. Jizoeshe kidogo kidogo tu. Kama maana unakuta hiyo ni tabia, ndo kama vile mtu, walevi wengi tu, hata saa nyingine kunywa chai pia ni moja miongoni mwa ulevi. Kazoea mtu akitaka kujitoa katika hiyo hali, ajizoeshe. Kama alikuwa anakunywa chupa nzima, aamue kwanza kunywa 3/4, ile kota yani, ama 3/4 tuseme, apunguze kota. Kesho yake hivyo, kesho kutwa yake hivyo, apunguze kidogo kidogo. Kwa hiyo ukijijua kwamba wewe ni mtu ambaye ni wakupenda sana kuongea na kusengenya mambo ya watu, jizoeshe katika kujitoa katika tabia kama hizo, katika kuzoesha ulimi wako katika kuongea mambo yalikuwa mema. Zoesha tu ulimi wako kufanya adhkari. Adhkari, adhkari tu. Kweli kabisa, adhkari tu. Wewe ukikaa kama ukijijua unataka kuongea kitu, subhanallah, astaghfirullah rabbi wa atubu. Ukiona kabisa unashawishika, astaghfirullah. Sasa unakuta inakutoa kamba astaghfirullah, Mungu nisamee, niepushie nisiwe miongoni mwa watakao kwenda kusababisha fitna upande mwingine. Ukiona ulimi wako ni fitna kubwa, basi uzoeshe katika kusema mema na kufanya adhkar. Taje Mungu sana. Bas, taje tu Mungu sana. Atakutosheleza. Ndio maana utakuta mashallah kuna wanawake ambao wameolewa, wao nyumba kwao kama anafanya kazi ni kazi ni kwake, ni kazi ni kwake. Rafiki si sana. Ni ngumu sana uwaone hapo Haifa. Wako na kuna vitu ambavyo utakuta wengi wamefunzwa na mama zao. Ndio. Sasa hapo Haifa umpate mtu wa namna hiyo, si anakwenda utakuja kuambiwa Haifa anaringa. Jamani. Huo ndo mtihani. Haifa anaringa kwa sababu gani? Hatembei nyumba ya mtu huyu. Hawezi kukaa baraza la mtu huyu. Kumbe ndio mafunzo uliofunzwa, na hiyo pia ni katika kujiepusha na zile fitna. Kweli. Mojawapo ya kujiepusha na fitna za hapa na pale ni kulewe kukaa mlangoni kwako. Bas. Mamangu nakumbuka akiniambia, mimi nyakati zangu nilikuwa napenda sana kukaa kwangu. Sasa wale majirani kila hawajaona mimi nikiingia katika majumba yao. Sasa alafu unajua wao walikuwa wakitoka mara wameenda out ama ni nini na wameolewa, ananiambia mimi nilikuwa pale pale. Wakirudi wanakule pale pale. Sasa kuna ile mtu anasifu mume wake anamfanyia nini? Mamangu hata hashughuliki nayo. Anakuambia mlango wako ndio kila kitu kwako, kutaka kuepukana na madhila ama mitihani ya wanawake wengine, basi kaa kwako. Kaa kwako. Kwa sababu katika ile baraza pale kila mtu akianza kutoa story ya mume wake yuko hivi, mwingine ataeka, mwingine ataeka, mwingine ndio pale sasa unaenda kutoa siri za nyumbani kwako. Kazi gani? Kaa kwako. Ukijiona wewe ndio uko na hiyo tabia, fanya adhkar, soma Qur'ani sana, jiepushe na mambo kama hayo. Wewe utakuja kuwa safi tu, mbona? Kwa sababu leo kesho na kesho kutwa umeamua kwamba ujitoe hapo, kwa nini Mwenyezi Mungu asikusamee? Na kwa nini wewe rafiki uliamua uende ukampe umbea, ameenda zake akasema fulani na fulani ndo aliniambia. Labda yeye mwenye alimpa huo umbea, alafu ameenda akaregesha pale pale. Hapa hiki kitu nilimwambia tu mtu mmoja. Kimefikaje mpaka huyu akaijua? Ndo hapo sasa. Hapo ndo watu hawawezi taka kuweka miongoni mwa watu waaminifu ambao wako karibu nao. Utakosa uaminifu kama kwenye hadithi tulizosoma hapo mbele. Mtu ambaye anasengenya huyo haaminiwi. Haya, sasa tuangalie katika athari za kusengenya. Katika athari za kusengenya tunaambiwa kwamba ya kwanza, mtu huharibu imani. Imani yako inaharibika. Ndiyo. Kwa sababu si moja katika mazingira ya imani yako hayo. Kwa nini siharibike? Itaharibika imani yako. Ndiyo. Kwa sababu kupenda nini? Kupenda kusengenya na kufitinisha watu. Kwa sababu kama uko tayari kuharibu imani yako, kuwa msengenyaji, kuwa mfitinishaji. Kweli. Ya pili, huondoa baraka. Kusengenya kunaondoa nini? Baraka. Unajiondolea baraka kabisa, kwa sababu mdomo wako badala kuomba dua, wewe kazi yako ni kusengenya. Baraka yote utaipata saa ngapi? Kila taarifa ya nyumba unayo. Jamani, nyumba tu, yani ya kila mtu. Kila taarifa ya jirani za ndani ya nchi na za nje. Ikiwa kuna jirani katoka kaenda mahali, Mwenyezi Mungu kambariki, utatafuta habari zake ujue kule anaishi. Alafu hawa watu ni watu ambao wanapenda kufuatilia mambo ya watu. Wanapenda kufuatilia mambo ya watu. Namkuta mtu anaweza kaja hapa na kusalimia vizuri, anakuuliza kisha anakuanza, na fulani naye yuko wapi? Kumbe anataka kujua story zake kule aliko zikoje, ndio uende sasa kakae. Mna habari? Nimeenda nyumba fulani kaniletea hiki. Ya nini? Yanakuhusu na nini jamani? Unajisababisha kujiondolea baraka. Sikia, hasidi hana sababu kabisa. Haya, pia vile vile tunaambia kwamba uvunja undugu.
fitna hiyo inavunja nini? Undugu. Wewe kama ni ndugu yangu nakueleza maneno kama ndugu yangu, kisha unaenda kuyatoa kwa rafiki, ujavunja undugu huo na ndugu yako? Umemwona rafiki ndio bora, unampelekea siri ya ndugu yako kwa nini? Kwa tuangalie sana, kusengenya kunavunja undugu, na hakuna kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu anakichukia kama kuvunja undugu, na hakuna kitu anachokipenda kama swilu arrahim. Mwenyezi Mungu anapenda mwenye kuunga nini? Undugu, si kuvunja undugu. Kwa hiyo kusengenya kutakusababisha wewe upate hasira za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuvunja nini? Undugu. Ndio. Na pia vile vile kingine ni kueneza chuki. Wewe umeenda kunitapakazia mambo yangu kule nje, nitakupenda tena? Hawezi. Haya, sasa basi kwa nini ueneze chuki kwa ajili ya kusengenya na kufitini watu? We kama utakuwa ni mtu wa fitna, unajua pia watu watakukimbia. Watu kimbia kwa sababu mtu huyu akija hapa nikimpatia sikio tu, baada yake tutakuja kuzaa fitina. Wewe umeshaona sialisha futini katika mtu fulani na mtu fulani, yani unahesabiwa watu uliokuwa umewafitini. Unahesabiwa watu uliokuwa umewasengenya. Basi kwa nini ujiondolee baraka? Kweli. Kwa nini ujiweke ni kuhesabiwa zile fitna, mambo maovu mabaya ulioyafanya? Wewe unajiekelea, unajua siku ukija ukiondoka katika hii dunia watu watakuja kushukuru sana. Bora Mbea ndio huyo bwana shakata kamba. Bora ameenda, kwa sababu si wenyewe bwana alikuwa akisema siri za watu. Unamhifadhia mtu hivi, alafu ndio hivyo. Ndio maana wakasema jitahidini sana mujiweke siri zenu wenyewe. Sio kila mtu unamwambia. Kweli ndio tunaambia kwamba siri si watu wawili bwana, siri ni yako wewe mwenyewe. Ukitoa siri yako pale, ukishamuelezea mtu ile si siri tena, itafika kote. Haya, pia vile vile tunaambiwa mwisho kabisa uharibu familia na jamii. Kwa sababu wewe kama utajiweka katika tabia ya kusengenya, tabia ya kufitinisha, hiyo familia itakuwaje nzuri? Lazima itaharibika. Jamii lazima itavunjika. Ndio pale unakuta mtu anakimbia kabisa katika mji wake kwa ajili ya kusengenya na fitna, kwa sababu kishaharibu familia na jamii. Wameshaharibika, yani wote hakuna anayemjali mwenzake, ni ndugu lakini hakuna maelewano. Hasa ukiangalia upande wa wanandoa, upande wa mawifi. Naam. Mawifi wanafaa kuwa kigezo chema sana katika zile ndoa za ndugu zao. Ni kweli. Kwa sababu kama wewe ni mwanamke, naamini hutataka kuharibu nyumba ya mwanamke mwenzio. Ni kweli. Na ukiangalia kuna watu ambao wanatumia hii chance kuhakikisha ya kwamba apate yeye yale mapenzi ya brother yake kuliko yule mke wake. Sasa utakuta anatafuta njia za kuweka fitna baina ya hawa watu wawili, hawa wenza wawili, ili wakosana. Lakini hakumbuki kwamba yeye ni mwanamke. Hakumbuki kwamba yeye ni mwanamke, na kesho kwamba iko siku na atakwenda kuolewa. Hakumbuki kwamba analomfanyia mwenzake na atakuja kufanywa, je, atapenda? Sasa ukijua kwamba utaupenda huo mchezo, usimfanyie mwenzako tena sana. Maana ni mtihani mkubwa sana, unajidhalilisha. Fitna, kusengenya. Leo kaka yako amekuja, una habari mke wako kufanya hivi na hivi na hivi. Hata unakuta ni uongo. Lakini nini? Kutaka tu kumfitinisha yeye na mke wake. Na kaka naye ukimpatia masikio huyo dada yako, ndo hapo utakuta familia yenu imeharibika kwa ajili ya kusikiliza kile masengenyo aliyokuletea ndugu yako na fitna alizokuletea. Utaharibu familia yako wewe mwenyewe. Sasa tuangalie namna ya kuudhibiti ulimi. Tuudhibitije huu ulimi wetu, hizi ndimi zetu ambazo ndio chanzo kikubwa cha kuleta fitna. Tunaambiwa kwanza, fikiri kabla ya kuzungumza. Sasa wafikiri kabla ya kuzungumza. Ukijua kwamba jambo hili ninalotaka kulizungumza, ukijua kwamba litaleta manufaa kwa watu na uzuri kwa watu, basi lizungumze. Lakini ukijua kwamba litakuwa ni moja miongoni mwa fitna ya kukosekana maelewano na kuleta mfarakano katika jamii, basi bora unyamaze. Nyamaza, usiwe tayari miongoni mwa wale watu ambao watakuwa kuwa ni wenyewe kuleta fitna na kuharibu familia zao. Usiharibu familia yako kwa ajili ya ulimi. Kisha jengine, taja Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Ndio ile sasa kufanya nini? Adhkar. Ukijua nataka kuongea kitu, subhanallah, astaghfirullah. Omba istighfar kwa Mwenyezi Mungu. Nasikia mtu amekaa amefikiria kitu, a'udhu billah.
Hayo ndio ambayo tunatakiwa tuyafanye. Mtaje Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Lakini ukimpatia nafasi shaitani ukaanza kusengenya kule na kuongelea mambo na kuleta fitna, basi na maana kwamba pale utakuwa umefanya kitendo cha kumfurahisha shaitani na kumkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiwe tayari ama tusiwe tayari kumfurahisha shaitani na kumuudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tujue kwamba mwisho wa wote atakaye kwenda kuumia ni mimi mwenyewe. Jingine, soma Qur'ani kila siku. Yani hizi tunakupatia dawa. Hata kama ni aya moja moja. Tunakupatia dawa. Na ukijua utamu wa Qur'ani, ukianza kusoma hiyo moja, kesho utaongeza 2, kesho 3, mwisho wote ile habari yote ya usengenyaji na fitna itakufanyaje? Itakuondoka. Kwa hiyo soma sana Qur'ani. Hujui kusoma Qur'ani, tafuta mwalimu akusomeshe. Hujui kusoma Qur'ani, weka hata ndani ya nyumba yako isome tu. Maana mashallah siku kuna app nyingi ambazo ziko za Qur'an na ziko na wasomaji hapo. Wewe unafuatilizia tu, uone amesoma correct, wewe na unajirudilia. Penda kusikiliza Qur'an, penda kuisoma Qur'an, ndio ili kumwepusha shetani yule wa usengenyaji na kuleta fitna katika familia na katika jamii. Jingine, epuka vikao vya kusengenya. Ndio ile nilosema mara ya kwanza kwamba utakayemjua kwamba huyu mtu anakuja na habari za kusengenya, mstopishe. Usimpatie sikio, kwa sababu ndio utakuwa umempatia chance ya kuendelea kusengenya. Sasa mkataze kupitia hiyo njia. Vikao kama hivyo jiepushe navyo. Ukijua kwamba kikao kina usengenyaji, mimi siko tayari. Simo kabisa, siko tayari. Ondoka. Acha watu kupatie, watakuita wewe siku hizi anajifanya ni wanakuitaje, sijui ni mtuifu sana, akona takwa sana siku hizi anajifanya ustadha. Utapatiwa jina hata kama si ustadha. Wewe siku hizi amekuwa ustadha sana, ameamua kubadilika, anajifanya na kati ilikuwa kikao hiki tu anajifanya. Wewe acha wakuambie kwamba unajifanya, lakini unajua unachokifanya ni nini. Hata kama mwanzo ulikuwa nao, lakini baada ya kujua madhara yake ukaamua kutengana nao, basi acha wakupatie majina atakayo kupatia. Lakini jua kwamba wewe unafanya hivyo kwa sababu ya kutaka radhi na za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah. Na pia vile vile tunaambiwa kwamba kukosea, unaona, ukikosea tubu na muombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa uliyokosea. Ndio. Kutubu, si ulikuwa mwanzo ni kikao kimoja na umeamua kuondoka. Kwa hiyo itakopelekea wewe kuendelea kuondoka pale ni kutubu. Tubu taubatan nasuha. Mwenyezi Mungu atakusamehe. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Usijifanye yule mtu kwamba eti ukafikiria kwamba mimi nimesengenya watu sana na nimefitinisha sana, Mwenyezi Mungu atanisamehe kweli. Kama ameweza kuamsha siku nyingine, mbona sikusamehe? Ndio kile kisa cha yule mtu aliyekuwa ameua watu 100, watu 99. Akaja kwa mtu kuja kumuuliza ushauri kwamba mimi nimeua watu 99. Mwenyezi Mungu atanisamehe kweli? Mtu wa kwanza alimwambia 99. Sione kama Mungu atakusamehe. Akaona kama Mwenyezi Mungu hatanisamehe, basi acha nikuue na wewe kuwa 100. Akamuua yule naye. Akawa kashakamilisha idadi ya watu ngapi? 100. Unaona? Akaenda kwa mwingine akamwambia ndio, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Kwa nini asikusamehe? Hebu basi kama unataka kweli Mwenyezi Mungu akusamehe, nenda mahali fulani, nenda ukayapofanya toba zako na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Kwa hiyo tunaambia yule mtu alifunga safari na ilikuwa ni mbali sana. Lakini sasa kwa bahati mbaya kabla afike pale, akafika njiani akafa. Alivyokufa, malaika wa adhabu na malaika wa rahma wakawote wameshuka wanamgombania, wangu wetu. Sasa tukaambiwa katika hiki kisa kwamba wakaambiwa basi wapime ili tujue kwamba atakayekuwa kwake hasa ni nani. Wakaambiwa wapime kule alikotoka mpaka pale alipofika na kule alikokwenda kuna mbali gani. Kama alikotoka ni kukubwa zaidi kulikobakia ni kudogo, ina maana kwamba huyu mtu kwa alikuwa anataka kwenda kufanya toba, basi malaika wa rahma watakuwa ni mtu wao. Lakini kule alikotoka kama ikiwa ni kufupi kulikobakia ni kurefu, basi wale malaika wa adhabu ndio watakuwa ni mtu wao. Wakapima, wakaona kwamba kule alikotoka ni mbali zaidi kulikoni kulikobakia. Basi malaika wa rehema wakamchukua akawa ni wao. Kwa hiyo usikate tamaa. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote, na utakapoona kama kweli wewe ulifanya makosa, ulisengenya na ukaleta fitna, usikate tamaa kwa Mwenyezi Mungu mimi hata unisamehe, kwa hiyo uendelee kusengenya na kuleta fitna. Hapana.
muombe Mwenyezi Mungu msamaha, nafanya hiyo toba, tubu taubatan nasuha. Mwenyezi Mungu atakusamehe madhambi yako yote ulioyafanya, kwa sababu anajua kwamba huyu kweli amejikubali kwamba kakosa na sasa hivi amerudi kuwa ni mja wangu, ananiomba msamaha. Basi Mwenyezi Mungu atakufanyaje? Atakusamehe. Lakini pia kwanza hivyo, nenda kwanza kawaombe msamaha wale uliokuwa umefitinisha wale, kwa sababu tunaambiwa kwamba makosa ya mwanadamu kwa mwanadamu kwanza yamalizane kwanza na wanadamu kwa mwanadamu mwenzake, kisha ndio warudi kuja kwa Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa hiyo rudi pale kwa wale waliokuwa umewasengenya ukawakosea, kwamba mimi kweli niliwasengenya nikawakafanyia hiki na hiki mimi, lakini nimerudi, naombeni tu mnifanyeje, mnisamee kwa nilioyafanya. Hata kama kulikuwa kuna uharibifu, naombeni mnisamee, ndio ili niweze kukaa chini na Mwenyezi Mungu anisamee kwa lile ambalo mnifanyeje, nimelifanya. Kwa hiyo mwisho kabisa tunaambia kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha kuwa ulimi unaweza kuwa ni sababu ya uovu na maangamizo. Kwa hiyo tuondoke huko, tusiweze kukubaliana na kufanya uovu na maangamizo, na bali akasemaje, tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe uwezo wa kuutumia katika kuyafanya yale yaliokuwa ni mengi mazuri, ambaye atakayekuwa ni mwenyewe kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kusoma Qur'ani kama tulivyosema, na pia vile vile katika kusema maneno yaliokuwa yanajenga jamii. Mashaallah. Kwa hiyo fanya msamaha, omba msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jizoeshe katika kujenga maneno ambayo yatakuwa ni yenye kujenga jamii zaidi kulikoni vile ulivyokuwa mara ya kwanza. Inshallah tuombe Mwenyezi Mungu atupambe kutokana na yale yote ambayo ni mazuri, atujalie kuwa na akhlaki, kulinda ulimi zetu, zisizungumze mambo yaliokuwa ni maovu, zisizungumze mambo ambayo yatakuwa ni yenye kuvunja katika jamii zetu, na tufuate wafuasi wetu ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika yote. Inshallah Mwenyezi Mungu atutakabalie yale yote ambayo tumezungumza. Mwenyezi Mungu ajalie masikio na watu wayasikilize na kuyahifadhi na kuyachukulia kwamba ni mazuri na wakayafuata na wakaacha yale kuwa ni maovu. Inshallah Mwenyezi Mungu atulinde inshallah sisi pamoja na familia zetu. Amin. Shukran sana ustadha kwa mada nzuri sana na kwa maelezo mazuri, na mimi mpenzi mtazamaji amefaidika na yote ambayo umeweza kuiangazia. Alhamdulillah, Allah akupe riziki, akupe neema ili uzidi kuwa na sisi, utufahamisha mengi inshallah. Shukran sana. Naam. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Sofia, alhamdulillah tumeweza kukamilisha mada yetu, na alhamdulillah naamini umefahamu mengi ambayo ameangazia. Nimefurahia binafsi kuhusiana na mawaidha yake, mwongozo wake. Ni vitu ambavyo vinakuhimiza wewe kama mwanamke kukaa mbali na fitna, kukaa mbali na kuwatenganisha watu, na pia usiwe na kibri. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.